Bwana Yesu asifiwe na kusalimu kupitia jina la Yesu. Leo natamani nizungumze na wewe kuhusu wokovu na akili, kwa sababu hivi ni vitu muhimu sana ambavyo Mungu anatamani tuweze kuwa navyo na tuweze kuvifahamu na kuvitambua kwa ukubwa. Ishu ya wokovu na akili. Ukisoma kitabu kile cha Petro wa kwanza, ile sura ya pili, Petro wa kwanza sura ya pili na ule mstari wa pili, Biblia inasema kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyoghoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Ukisoma haya maeneo unagundua ya kwamba Biblia imeanza kusema yatamanini maziwa ya akili yasiyoghoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Kwa hiyo kinachoanza ni akili, kinachofuata ni wokovu. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na akili ili tuweze kuukulia wokovu. Hatutegemei wokovu ili kuweza kupata akili. Na ndio maana katika wokovu ambao tunao, Mungu anachohitaji kitu kikubwa ni kublash akili zetu ili ziwe ni akili softi ambazo zitaweza kumwabudu Mungu katika namna ya uzuri mkubwa sana. Na ndio maana Mtume Paulo katika moja ya barua zake anazungumza ya kwamba na mvae silaha zote za Mungu, alafu pia anawaambia mvae chapeo ya wokovu, ambao ukisoma tafsiri ya Kiingereza chapeo ya wokovu imezungumza ya kwamba helmet of salvation. Maana yake helmet inavaliwa kichwani, kwa utaona bado inazungumza masuala ya akili. Na hata Yesu alivyosulubiwa pale na kuwekwa taji ya miba kichwani ni ili aje azikomboe akili zetu. Manake siku zote Mungu anatamani kutembea na watu ambao wana knowledge, na watu ambao wana akili, na watu ambao ufahamu wao uko softi. Kwa hiyo ndio maana anasema maziwa ya akili ili mpate kuukulia wokovu. Kwa hiyo unapoendelea kumtumikia Mungu na kuishi siku zote, iwe ni kiu ya maisha yako, akili yako iwe kubwa, akili yako iwe softi. Maana yake tunaishi katika dunia ambayo imekuwa katika sayansi na teknolojia. Akili yako inahitajika kwa kiwango kikubwa ili kuweza kunyambua na kuangalia jumla ya doctrine tofauti tofauti ambazo zinafundishwa chini ya uso wa nchi. Kitakacho kuweza kufanya uweze kuchagua chakula gani ni bora kwako ni akili ambayo Mungu amekupa. Haitoshi tu kuwa na wokovu ili uweze kuchagua kitu gani upokee na kitu gani usipokee. Kinachohitajika ni akili, ambayo hiyo akili chanzo chake ni Mungu yeye mwenyewe, ndio ambayo itakusaidia kuweza kuchagua aina gani ya mafundisho uyapokee na aina gani ya mafundisho usiyapokee kwenye maisha yako. Shalom.